Na Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nichukue nafasi hii ya pekee kukaribisha sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha Roho Mtakatifu ambacho kinakujia na kukubariki kwa ajili ya kuwa na uelewa wa kina juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Mimi naitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Nikukaribishe sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Kabla hatujaanza basi nikualike tupate kumwomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza tena siku hii ya leo. Tubariki na kutuongoza tunapokuja kujifunza maneno haya kuhusu Roho Mtakatifu. Ebu Bwana yakaweze kuwa ni msaada mkubwa katika maisha yetu na safari yetu kama wanadamu, yakituandaa vema kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Mbariki mtazamaji, bariki nami pia ninapokuwa nikiwasilisha, bariki msikilizaji, na neema yako ikazidi kuwa pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Hiki ni kipindi cha Roho Mtakatifu na tupo katika kipengele ambacho kinazungumzia uwepo wa Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Leo tunaendelea tena baada ya kumaliza juma lililopita. Tuliangalia Roho Mtakatifu wakati wa kutungwa mimba ya Yesu Kristo. Na leo tunaangalia uwepo wa Roho Mtakatifu katika ubatizo wa Yesu Kristo. Sasa kabla sijaanza, ni vizuri ukafahamu jambo hili. Katika mpango wa wokovu tunaona nafsi zote tatu zimehusika kikamilifu. Na nafsi ambayo inahusika katika utendaji katika mpango huu ni Roho Mtakatifu. Maana ndiye anayemleta Yesu duniani hapa. Ndiye anayempatia uwezo wa kutenda kazi zake hapa duniani. Ndiye anayemsaidia katika huduma yake anayoifanya kama Mwokozi wa wanadamu. Na kama ambavyo tutajifunza siku ya leo, ndiye ambaye pia anadhihirika wakati ule wa ubatizo. Kwa hiyo utagundua ya kwamba Roho Mtakatifu ana jukumu nyeti sana katika mpango mzima wa ukombozi, na tunapaswa tulifahamu ili tuweze kumwamini Yesu Kristo kama Mwokozi na kumwamini Roho wake ambaye yeye amemtoa kwa ajili ya kutusaidia na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa leo tunaangalia Roho Mtakatifu wakati wa ubatizo wa Yesu Kristo. Ni kwa jinsi gani katika tukio hili la ubatizo wa Yesu Roho Mtakatifu anadhihirika hapa? Ni kwa jinsi gani uungu wake umedhihirikaje? Uwepo wake kama nafsi umedhihirikaje? Tutajifunza kwa kina. Kaa nasi kwa siku hii ya leo ili tuweze kujifunza jambo hili kwa upana wake. Sasa ili tuweze kufahamu, ni vizuri tukajifunza jinsi waandishi wa Injili, vitabu hivi vya Injili, walivyoandika tukio hili la ubatizo. Nitachukua waandishi watatu, wa kwanza Mathayo, wa pili Luka, na watatu ni Marko. Tuone jinsi walivyofunua tukio la ubatizo wa Yesu Kristo, na kutokea hapo tutaangalia uungu wa Roho Mtakatifu, lakini pia tutaona uwepo wake kama nafsi. Tuanze na Mathayo. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 na mstari wa 16 mpaka 17, neno la Bwana linasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Huyo ni Mathayo, anaandika tukio la kubatizwa kwa Yesu Kristo kwa namna hiyo ya pekee. Sasa twende kwa Marko, yeye anaandika vipi? Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 11. Biblia inasema, ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Marko naye anaeleza kwa namna ya pekee sana juu ya tukio la ubatizo wa Yesu Kristo. Twende kwa Daktari Luka, maana Luka alikuwa na taaluma ya udaktari. Yeye anaandika vipi kuhusiana
na tukio hili la ubatizo. Luka sura ile ya 3 na mstari wa 21. Neno la Bwana linasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Sasa hebu tuangalie kwa kina Roho Mtakatifu hapa anafunuliwaje hapa katika maelezo ya waandishi hawa. Sijasoma tu kwa habari ya Yohana, lakini naye ameeleza. Anasema yeye naye alishuhudia, tena yeye aliyempeleka kubatiza alimwambia, yeye atakayeshuka, yeye utakayeona huwa anashuka anakuja juu yake, ujue huyo ndiye atakayewabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sasa waandishi hawa wanafunua kwa uwazi juu ya tukio la Yesu kubatizwa. Mambo yafuatayo yanafunuliwa hapa, na haya mambo yanatuongoza tufahamu juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi, lakini pia kama Mungu. Jambo la kwanza, katika tukio hili waandishi wote wanatambua juu ya uwepo wa nafsi tatu za kiungu, kwa maana ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nimekuwa narudia mara nyingi sana na nitarudia siku zote, mpaka wengine nikirudia wananiambia, "Pastor, labda usiposema hivyo utakosa ugali." Hapana. Mimi ninafundisha ukweli wa kibiblia. Watu wanakataa, wanasema Utatu Mtakatifu sio fundisho la kibiblia. Sasa Biblia mbona inafunua, iko bayana. Tumeona katika kipindi kilichopita wakati wa kutungiwa mimba, Utatu unafunuliwa pale. Anasema nguvu zake aliye juu, huyo ni Baba. Anasema Roho Mtakatifu atakujilia, huyo ni Roho Mtakatifu. Alafu hicho kilichoko tumboni, Mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, nafsi ya tatu. Hapa kwenye ubatizo pia tunaona waandishi hawa wanafunua juu ya nafsi hizi tatu. Nafsi ya kwanza ni Baba. Wote wanasema ya kwamba katika tukio la ubatizo waliisikia sauti ya Baba akizungumza, na Baba anasema ya kwamba huyo ni mwanangu, nimependezwa naye. Na mahali pengine anasema wewe ni mwanangu. Soma Marko, ndo anamuaddress kabisa, anasema wewe ni mwanangu, ninapendezwa nawe. Kwa hiyo ni nafsi ya kwanza, Baba. Sauti yake ilisikika kutoka mbinguni. Na fahamu hivi ya kwamba katika mpango wa wokovu Baba hakushuka duniani. Yaani Baba yeye yuko mbinguni. Ni nafsi mbili tu zilizoshuka duniani, Mwana pamoja na Roho Mtakatifu, katika matukio mbalimbali tofauti tofauti. Tukio la kwanza la nafsi hizi mbili kushuka duniani ni katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11, wakati wanachafua lugha, wakati wa ujenzi wa mnara wa Babeli. Mungu anasema twende tuwachafulie lugha, tushuke. Kwa nafsi zilizoshuka ni Baba, ni Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa Biblia imefunua kwa uwazi kwamba ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaunda nafsi hizi tatu, wanaunda Mungu mmoja. Lakini nafsi zilizoshuka duniani ni Mwana pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa hapa nafsi ya kwanza inafunuliwa ni Baba. Sauti yake inasikika. Watu hawakumuona, ila sauti tu wanasikia, anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninapendezwa naye. Nafsi ya pili ni Mwana. Mwana yeye yuko wapi? Yeye ni anabatizwa, yuko ndani ya maji anabatizwa. Nafsi ya tatu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, waandishi wote sikiliza jinsi walivyoeleza. Nianze na Mathayo. Mathayo anasema akamuona Roho wa Mungu akishuka. Ye Mathayo anataja Roho wa Mungu akishuka. Marko yeye anasema ya kwamba mbingu zikapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake. Yeye anatumia tu neno moja, Roho. Halafu Luka yeye anaeleza hivi, anasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Maana yake ni nini? Yule Roho wa Mungu aliyeandikwa na Mathayo ndio huyo Roho anayeandikwa na Marko, ndio huyo Roho Mtakatifu aliyeandikwa na Luka, ndio yule yule. Maana ndio walioona akishuka. Kuna ambao wanasema kwamba wakisikia Roho wa Mungu wanasema kwamba ni kitu fulani ambacho kiko ndani ya Mungu na wala sio Roho Mtakatifu. Lakini Biblia hapa imetuweka bayana. Mathayo anaandika Roho wa Mungu, Luka anaandika huyo Roho wa Mungu anamuita yeye Roho Mtakatifu. Na wengine wakisikia roho, neno roho tu kama alivyoandika
Marko anasema ni Mungu, inawakilisha Mungu, kwamba Mungu ni roho, nao wamwabuduo imepaswa kumwabudu katika roho na kweli. Ni kweli Mungu ni roho, ila Mungu sio roho. Mungu yani kwa maana ya Baba sio Roho Mtakatifu. Sio kama nimeeleweka, ngoja nirudie. Lile fungu watu wanalitafsiri vibaya. Anasema Mungu ni roho. Ni kweli kabisa. Anaposema Mungu ni roho, maana yake ni kwamba Mungu hayupo katika hali ya kimwili, na kwamba uwezi ukamshika ana mikono na nini. Kwa maana ya Baba, Mwana ana umbo kama letu sisi wanadamu. Kwa hiyo anaposema Mungu ni roho, amaanisha kwamba Mungu ni Roho Mtakatifu. Kuna wengine wanaongezeaga hapo kwamba Mungu ni Roho Mtakatifu kwenye hilo fungu. Lakini hapa anaposema roho, Marko anaposema roho, maana yake ni Roho Mtakatifu. Maana anasema alimuona roho akishuka. Na Luka ndo anamtaja vizuri kwamba Roho Mtakatifu akashuka. Kwa hiyo tunaona hapa nafsi zote tatu zinafunuliwa hapa. Baba anafunuliwa, Mwana anafunuliwa, na Roho Mtakatifu anafunuliwa. Maana yake ni nini? Fundisho linalohusu Utatu Mtakatifu ni fundisho la kibiblia. Na katika mpango wa uokovu utaona kabisa ya kwamba nafsi hizi zote zimeshirikiana kwa karibu katika kuhakikisha mwanadamu anaokolewa kutoka katika uharibifu wa dhambi. Kwa hiyo ni ukweli wa kibiblia kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni fundisho la kibiblia. Hilo ni jambo la msingi ambalo tunapaswa tulifahamu tunapokuwa tukijifunza juu ya Roho Mtakatifu. Jambo la pili ambalo tunajifunza hapa limefunuliwa hapa. Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa ishara ya njiwa. Sasa katika majuma kama 4 yaliyopita tumejifunza ishara hii ya njiwa. Wale ambao walipata nafasi ya kufuatilia basi nadhani walibarikiwa, na hata kama hujapata nafasi basi tembelea katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, utapata fundisho hilo limewekwa hapo juu ya ishara ya Roho Mtakatifu ya njiwa. Sasa Biblia inapotumia ishara ya njiwa kumfunua Roho Mtakatifu, inamfunua katika sifa zake za kiungu, lakini inamfunua katika uwepo wake kama nafsi ya kiungu. Sasa njiwa ana sifa gani? Njiwa ni ndege ambaye yuko tofauti sana na ndege wengi, na mara nyingi anatofautishwa na ndege ambaye ni ishara ya mauti, anaitwa kunguru. Kwa hiyo yeye njiwa ni ishara ya uzima, ni ishara ya uhai, au yule mwingine kunguru au mwewe ni ishara ya mauti. Sasa njiwa anawakilisha nini? Njiwa ni ishara ya usafi, ni ndege msafi kuliko ndege wengine wote. Lakini njiwa ni ndege mpole. Kati ya ndege wengine wote ni ndege mpole, mtulivu, ni ndege anayependa amani. Nyumbani kwako kukiwa na magomvi, njiwa atakimbia, ataenda kuishi kwa jirani au mahali pengine. Lakini sifa nyingine kubwa ya njiwa, hiyo ameshathibitisha baadhi ya wasomi wengi wanasayansi ya kwamba njiwa ni ndege mwaminifu na ana mwenzi mmoja. Hana wenzi wengi. Huyo mwenzi wake mmoja anapopotea au akienda mbali naye au anapokufa, huyu mwingine anabaki anaomboleza maisha yake yote. Ukisoma kitabu cha Isaya 59 fungu la 11 anasema waomboleza kama hua. Kwa hiyo anabaki anaomboleza maisha yake yote na wala hata enda kwa mwenzi mwingine. Kwa hiyo ni sifa ya msingi inayomfunua roho, inayomfunua njiwa. Sasa kwa njia ya sifa hizo, Biblia inapomfundisha au inapomfunua Roho Mtakatifu kwetu sisi tumfahamu ni nani katika utendaji wake, lakini pia katika uungu wake, anafunuliwa kwa ishara ya njiwa. Ndio maana katika nyaraka hizo zote tatu tumesoma, anasema Roho Mtakatifu akashuka kwa ishara ya njiwa. Sikiliza sasa maneno haya kutoka kwa mwandishi Ellen G. White. Anaandika katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa ule wa 88. Ellen G. White anaandika hivi: katika tukio hilo la ubatizo wa Yesu, wakati Roho Mtakatifu anashuka kwa ishara ya njiwa, anasema moja kwa moja kutoka katika kiti cha enzi hutoka miale ya utukufu wake. Mbingu zinafunguka na juu ya kichwa cha Mwokozi huwa kama umbo la dhahabu safi, nembo ya yeye aliye mpole na mnyenyekevu. Kwa hiyo njiwa inamfunua Roho Mtakatifu katika sifa yake ya upole na unyenyekevu. Hizi ni sifa kubwa sana ambazo zimefunuliwa kwa Mungu, kwa Baba, Mwana na hata Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa sifa ya upole na unyenyekevu. Nabii anaandika hapo, ni kama vile Yesu Kristo. Yesu anasema katika Mathayo 11 fungu la 29, anasema jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hata Roho Mtakatifu na yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wanafanana hiyo sifa za kiungu, maana wote wana asili ya kiungu. Na Yesu hiyo sifa yake anamfunua Baba. Kwa hiyo Baba pia ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo utagundua ya kwamba Biblia inapotufundisha juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu, na hasa kwa ishara ya njiwa au hua, inatufunulia tufahamu juu ya uungu wake, juu ya sifa zake za kiungu na uwepo wake kama nafsi. Hapa anafunuliwa kama nafsi. Kwa nini? Biblia inasema akamuona Roho wa Mungu akishuka. Na hiyo inafuta mafundisho ya uongo yanayosema kwamba Roho Mtakatifu ndiye Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anabatizwa, lakini wakati huo huo maandiko yanasema Roho Mtakatifu anashuka. Sasa kama Yesu ndio Roho Mtakatifu, ina maana angejigawaji sasa? Wakati huo huo anashuka kutoka mbinguni na wakati huo huo anabatizwa. Kwa hiyo utagundua ya kwamba Yesu ni nafsi inayojitegemea, Baba ni nafsi inayojitegemea, Roho Mtakatifu ni nafsi inayojitegemea. Na hiyo inatufunulia tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu amefunuliwa kwa sifa za kiungu. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu hapa kwenye ubatizo anafunuliwa ndiye anayemtia mafuta Mwokozi. Sasa uungu wake unafunuliwa vipi? Sikiliza. Yesu ndiye Mwokozi wa ulimwengu, Mwokozi wa wanadamu. Yeye ni Mungu aliyefanyika mwili. Kwa tendo la Roho Mtakatifu kumtia Yesu mafuta, ambalo lilitabiriwa tangu Agano la Kale, linatufundisha tufahamu juu ya sifa ya kiungu ya Roho Mtakatifu. Maana Yesu ambaye ni Mungu aliyefanyika mwili, Mwokozi wa ulimwengu, hawezi kutiwa mafuta na kiumbe. Hawezi kutiwa mafuta na yeye ambaye si nafsi ya kiungu. Lazima awe ni nafsi ya kiungu ndiye ana uwezo wa kumtia mafuta. Sasa sikiliza. Agano la Kale linatufunulia juu ya ofisi 4 za muhimu sana katika taifa la wana wa Israeli. Walipokuwa katika safari zao, Mungu alipokuwa akishughulika nao, kulikuwa na ofisi 4 za msingi sana, ambazo hizo ofisi 4 zinawakilisha au ndio ofisi ambazo Yesu Kristo anazibeba. Ofisi hizi ni zipi? Moja, makuhani. Makuhani walikuwa na kazi ya kupeleka mambo ya watu mbele za Mungu. Walisimama mbele ya Mungu kwa niaba ya watu. Lakini kulikuwa na manabii. Manabii wao walisimama mbele ya watu kwa niaba ya Mungu. Wanachukua mambo ya Mungu wanayaleta kwa watu. Alafu kulikuwa na wafalme ambao wao walikuwa wanaongoza shughuli za kiutawala, za kiufalme, kuongoza taifa. Na kundi la 4 walikuwa ni waamuzi, walishughulika na mambo mbalimbali katika masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii yaliyokuwa yanahusu taifa la Israeli. Kwa hiyo watu hawa, makuhani, manabii, wafalme na waamuzi, ni ofisi 4 katika taifa la Israeli za muhimu, ambazo katika kuingia kwao kwenye ofisi walitiwa mafuta. Wafalme walitiwa mafuta, makuhani walitiwa mafuta, manabii walitiwa mafuta, waamuzi walitiwa mafuta. Maana yake ni nini? Walitiwa mafuta ikiwa ni ishara kwamba Mungu Roho Mtakatifu ndiye anayewatenga kwa ajili ya ofisi hizo. Na tulijifunza katika ishara ya mafuta, nadhani katika majuma kadhaa yaliyopita hapo, tulijifunza ishara ya mafuta inapomwakilisha Roho Mtakatifu. Alafu baada ya kutiwa mafuta ndipo walienda kuongoza. Inaonyesha walipewa hekima na Mungu, na Mungu aliwabadilisha. Roho Mtakatifu huyo anawabadilisha. Sasa kutiwa kwao mafuta kuliwakilisha tukio moja la kihistoria la Yesu Kristo kuja hapa duniani na kutimiza utume wake. Maana Yesu Kristo ni nabii aliyeahidiwa. Yesu Kristo ni kuhani, tena si tu kuhani, ni kuhani mkuu. Yesu Kristo ni mfalme, tena si mfalme tu, ni mfalme wa wafalme. Yesu Kristo ni mwamuzi mkuu. Yeye mwenye ofisi zote hizi lazima atiwe mafuta na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alivyoshuka juu yake, ilikuwa ni tendo linalodhihirisha kwamba amemtia mafuta kwa ajili ya kazi yake ya kitume, kazi yake aliyokuja kuifanya kama Masihi. Biblia inaeleza wazi kabisa
katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo Mungu alimtia mafuta Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu na nguvu, na akamtuma kwenda kufanya kazi kubwa ya kuwaokoa wanadamu wote waliokuwa wameteswa na ibilisi. Anasema kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye, ndiye aliyemuongoza. Hapa anatajwa Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu mwenyewe alipoanza huduma yake ya hadharani alieleza hivyo kwa uwazi. Mwanzoni kabisa hotuba yake ya kwanza anafunua ukweli juu ya Roho Mtakatifu, kumtia mafuta na kumtuma kwa ajili ya kazi. Hebu tusome katika Luka sura ile ya 4 na mstari wa 18, nitaenda mpaka mstari wa 19. Biblia inasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia watumwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mambo mawili katika fungu hili. Jambo la kwanza yanayofunua uungu wa Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu amemtia mafuta Yesu Kristo. Jambo la pili, Roho Mtakatifu amemtuma Yesu Kristo. Sasa sikiliza. Katika kufundisha kwake Yesu alisema Baba amemtuma. Lakini pia fungu hili Yesu anamfunua Roho Mtakatifu amemtuma. Kwa hiyo utume wa Yesu Kristo kwa mujibu wa fungu hili umetoka kwa Roho Mtakatifu, na kwa mujibu wa mafundisho yake mengine umetoka kwa Baba. Maana yake ni nini? Hizo ni nafsi za kiungu na zinafanya kazi kwa kushirikiana kwa pamoja. Hapa tunaona uungu wa Roho Mtakatifu, maana ni yeye anayemtia mafuta Yesu Kristo. Anamtia mafuta, lakini si tu kumtia mafuta, anamtuma kwenda kufanya kazi hizo, kuwaokoa wanadamu ambao wamesetwa au waliokuwa wamefungwa na vifungo vya ibilisi. Hayo ni mambo ya msingi ambayo yamefunuliwa hapo, yanayoonyesha ukweli ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu, lakini pia anatuonyesha tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kamili kabisa, kama vile alivyo Baba, kama vile alivyo Mwana. Jambo la mwisho kwa siku ya leo, nini tunajifunza juu ya Roho Mtakatifu katika tukio hili la ubatizo wa Yesu Kristo? Roho Mtakatifu anachukua jukumu nyeti katika kumshuhudia Yesu Kristo na kumtambulisha Yesu Kristo kama Mwokozi. Sasa tukio la ubatizo wa Yesu ilikuwa ni tukio la kumtambulisha Yesu. Baba anatamka maneno na Roho Mtakatifu anashuka juu yake akimtambulisha kwamba huyu ndiye Baba aliyemtenga kwa ajili ya kazi. Huyu ndiye Masihi, huyu ndiye Mwokozi wa wanadamu. Kwa hiyo hapo tunaona Roho Mtakatifu ana jukumu nyeti la kumshuhudia Yesu Kristo. Jukumu hilo ni la muhimu sana. Yeye ndiye anaye uwezo wa kumshuhudia Yesu Kristo. Yohana anaandika katika Yohana 1 mstari wa 32 mpaka 34. Anafunua kwa kusema, tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake, wala mimi sikumjua. Lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni Mwana wa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anashuhudia ya kwamba Yesu ndiye Mwana wa Mungu. Na ndio maana maneno yalitamkwa kabisa pale. Tutaona katika kipindi kinachofuata jinsi ambavyo shetani pia anamjaribu Yesu, kumpatia mashaka katika kile ambacho Mungu ameshakitamka. Mungu anatamkaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa naye. Sasa katika masomo ya hapo mbele tutajifunza kwa kina, tujifunze juu ya dhana ya wana wa Yesu Kristo. Maana wengine wanadhani ya kwamba mwana wa Mungu
ya kwamba Yesu ni mdogo kwa Mungu, kwamba alizaliwa, ni mtoto wake, kwamba ni amemzaa. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba Yesu ana mwanzo. Lakini anapozungumzia juu ya mwana, anazungumzia kitu kikubwa juu ya ukombozi ambao Yesu alichukua, jukumu alilolichukua kama mwokozi wa ulimwengu, mfunuaji aliye hai anayemfunua Baba wa mbinguni. Kwa hiyo hapa tunajifunza Roho Mtakatifu anamshuhudia Yesu Kristo. Hata Yesu alisema ya kwamba atakapokuja huyo Roho, yeye atanishuhudia. Hayo ni mambo ya msingi ambayo tumejifunza kwa siku ya leo, yanayofunua juu ya Roho Mtakatifu kama nafsi na kama Mungu katika tukio hili kubwa la kihistoria la ubatizo wa Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe sasa katika juma lijalo.